Hello wapendwa, kwa majina naitwa Dr. Mary. Mimi ni mtabibu wa tiba asili na mitishamba. Karibu sana mpendwa mtazamaji wa video hii. Na kama wewe ni mara kwanza unaungana na mimi katika hii video, na kuomba usubscribe, share video hii na wengine waweze kupata elimu hii ambayo nitaenda kufundisha hapa. Namshukuru Mungu sijambo, matumaini yangu na wewe hujambo kabisa. Tunaendelea na madarasa na karibisheni nyote. Unaruhusiwa kujifunza asili ili iweze kusaidia mambo mengi katika kiroho na katika kimwili. Karibu sana, ambapo leo tutaenda kufundisha mambo mazuri. Kwa hivyo unatakiwa utazame video hii mpaka mwisho. Mpaka mwisho wa video hakikisha unaitazama ili uweze kujua nini naenda kukufundisha. Na unaenda kujua siri ya nini kuhusiana na huu mmea unaoona hapo katika picha. Huu mmea unaoona hapo unaitwa mshona nguo kwa jina la Kiswahili, kwa Kiingereza unaitwa blackjack. Sasa mmea huu una maajabu mengi makubwa sana ya kiroho na ya kimwili. Tutaanzia faida kwa kimwili, then tutaendelea na faida za kiroho kwa matumizi yake. Una faida gani na unasaidia nini hasa? Kwanza kabisa tuanze katika haya majani unayoyaona hapo. Majani ya huu mmea ni tiba nzuri sana ya pressure. Na pia wale wanaosumbuliwa na pressure ya kupanda ya kushuka, yani pressure yako inakuwa inakusumbua, haya majani ukiyachemsha ukanywa, au haya majani ukatengeneza juisi yake ukawa unakunywa, basi pressure yako itakaa sawa, itakaa normal. Sijui unanielewa? Lakini pia haya majani ukiyanywa, kwa wale ambao wana upungufu wa damu, wanasumbuliwa na kupungukiwa damu, kwa mjamzito au kwa mgonjwa yote ambaye ana upungufu wa damu, pendelea kuyanywa sana haya majani yake. Tengeneza juisi yake, kunywa. Mboga pia yanatengenezwa mboga kwa watu wa Tanga wanaita mbwembwe. Kwa sisi kwetu kwa mboga hatuyatumii sana, lakini kwa watu wa makabila mengine wanatumia kama mboga. Kwa hivyo haya majani yana faida nzuri sana sana, zaidi ya sana. Na pia haya majani ya mshona nguo ni tiba nzuri ya vidonda vya tumbo. Unasumbuliwa na vidonda vya tumbo muda mrefu, hakikisha unachuma haya majani ya mshona nguo. Safisha vizuri kabisa na maji masafi. Hakikisha umeyaosha vizuri. Tengeneza juisi yake. Hakikisha hiyo juisi unakunywa kwa siku mara 3 katika kikombe cha chai au kwenye glasi moja. Hakikisha unatumia kutwa mara 3, glasi ya kawaida hii size ya kati. Kwa hivyo haya majani yatakufanya wewe vidonda vyako vya tumbo utasahau kabisa na hutasumbuka tena. Lakini hakikisha unatumia dozi ya vidonda vya tumbo. Epuka vyakula vya gesi, vyakula vichachu na vyakula ambavyo vinakuongezea gesi tumboni na kuletea maumivu. Hivyo majani ya mshona nguo faida yake ni hiyo hapo nimekuelezea, katika pressure, katika kuongeza damu na katika vidonda vya tumbo. Faida ya majani ya mshona nguo. Sasa twende katika masuala ya kiroho, ambapo blackjack inafanya vizuri sana. Inafanya vizuri sana hasa kwenye mapenzi. Hapa nitaongelea sana kwa sababu ni jambo ambalo ni la muhimu na ni jambo ambalo hatuwezi kulikwepa. Huwezi kuyakwepa mapenzi. Huwezi kuyakwepa. Yameumbwa, ni natural. Mapenzi ni natural. Kwa hivyo kwa jinsia ya kike na ya kiume, kwa kiumbe yoyote mapenzi yanahitajika. Iwe ni wadudu, sisi binadamu ambao tunafanana na wanyama, kwa mapenzi ni yako pale pale, huwezi kuyakwepa. Haijalishi umeumizwa, unatakiwa uanze safari upya.
Sasa nikupe faida ya hii Black Jack. Tunaanzia kwenye vimiba hivi vyeusi unavyoviona. Tumetoka kwenye majani tunaingia kwenye vimiba vyeusi. Unavyoviona hivi vimiba vyeusi hivi vina kazi nzuri na ya kiroho na ni safi. Unachotakiwa wewe ufike katika huu mmea ukiwa una nguo yako ambayo ina uwezo wa kushika haya miba. Unatakiwa upite hapo. Unuie upite hapo kwenye haya miba. Hiyo miba inayoingia katika nguo ndo hiyo miba ambayo utakuwa unaenda kutengeneza dawa yako ya mapenzi. Kwa hivyo hii miba utaichukua, utaenda kuisaga. Kama utashindwa kuitwanga basi utaikaanga kwenye moto. Ukishakaanga ukapata ule unga wake, ukautwanga vizuri kama poda ambao ni laini. Basi poda yako hiyo utakuwa unaichanganya na matone mawili ya asali na utakuwa unapaka katika maandalizi ya mapenzi na mahaba. Kwa hiyo yatakuongezea mapenzi na mahaba na utapendwa sana. Huu mshona nguo vimiba vyake ni hatari. Vinashika vinashona vizuri moyo wa mtu. Mshona nguo huu, ukichukua mshona nguo miba yake, ukachukua na picha ya mlengo wako, ukachukua na nguo yake, ukatengeneza limbwata zuri sana. Mpenzi wako hatakuacha. Atakuganda milele. Utatengenezaje? Utakiwa ufunge na kitambaa cheusi ambapo utakiwa uhifadhi katika chupa yoyote, iwe ya plastiki iwe ya chupa, na kuichimbia chini karibu na nyumbani au katika mti, chini ya mti. Hakikisha huo mti usiwe ni mti ambao ni mchungu. Huo ni mti unaozaa matunda. Kwa utachimbia chini ya mti kwa manuizi. Hakikisha unachimbia siku ya Jumanne. Ndo siku ya kumchapa mpenzi wako vizuri. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, katika mahaba hapo nimemaliza. Lakini pia mti huu mizizi yake ni tiba nzuri sana ya wale wanaume ambao wana ngiri na wanasumbuliwa na masuala ya uzazi. Utatafuta mshona nguo mizizi yake iwe mingi na utaisaga. Utaitwanga, utaianika kwenye jua, utaisaga. Poda yake utakuwa unaweka katika maji na utakuwa unatumia kunywa. Kwa mpendwa mtazamaji, hii ni tiba nzuri sana kwa wanaume ambao wanasumbuliwa na mambo ya ngiri pamoja na uzazi. Hautasikia tena unasumbuliwa na uzazi wala nini. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, katika swala zima la huu mmea nadhani nimemaliza. Kama kuna la ziada basi nitaleta darasa lingine kwa kipindi kijacho. Utaweza kujua mshona nguo zaidi na zaidi. Kwa hapa nadhani somo letu litakuwa limefika mwisho. Kwa mpendwa mtazamaji mimi naitwa Dr. Mary, na kuomba usubscribe, share video hii, toa maoni yako hapo, na kuomba like kama umependa darasa hili mpendwa mtazamaji. Na kwa wale wanaosumbuliwa na changamoto za uzazi, biashara, mapenzi, ndoto, nyota yako haipo, imechukuliwa, mvuto wako huna, kuna nuksi na mikosi, mambo yako hayaendi, hupati kazi, na kuomba uchukue namba hiyo, bonyeza alama kujumlisha 255787232081. Utanipata na tutaweza kusaidiana changamoto zote.